Iran imechukua hatua kali ya kusitisha mara moja usafirishaji wa bidhaa zote za chuma kwenda nje ya nchi kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na mashambulizi ya anga dhidi ya viwanda vyake muhimu. Uamuzi huu umetangazwa kupitia waraka rasmi uliotolewa na mamlaka ya forodha ukieleza kwamba marufuku hiyo imeanza kutekelezwa rasmi Aprili 26 mwaka 2026. Kwa mujibu wa Fars News Agency, agizo hilo linahusu kila aina ya bidhaa za chuma ikiwa ni pamoja na vyuma vya ujenzi, sahani za chuma, nondo, mabati pamoja na bidhaa za kati zinazotumika katika viwanda vingine. Hii ina maana kuwa hata mikataba iliyokuwa tayari imesainiwa kwa ajili ya usafirishaji inaweza kusimamishwa au kucheleweshwa, jambo linalotarajiwa kuleta mshtuko mkubwa kwa washirika wa kibiashara wa Irani. Hatua hii inakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kijeshi umeongezeka kwa kasi kati ya Irani, Marekani na Israel. Ripoti zinaeleza kwa mashambulizi ya anga yalilenga moja kwa moja miundombinu ya uzalishaji wa chuma ikiwemo mitambo mikubwa ya kuyeyusha madini, vituo vya usafishaji pamoja na maghala ya kuhifadhi bidhaa tayari kwa usafirishaji. Sekta ya chuma nchini Irani ina umuhimu kimkakati. Mbali na kuwa chanzo kikubwa cha mapato ya fedha za kigeni, pia ni uti wa mgongo wa sekta nyingine kama ujenzi, utengenezaji wa silaha, miundombinu ya usafiri na nishati. Kabla ya vita, Irani ilikuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa chuma katika Mashariki ya Kati, ikishindana na nchi kama Uturuki, Saudi Arabia katika uzalishaji na usafirishaji. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanaeleza kuwa uamuzi huu una malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa upande wa muda mfupi, Irani inalazimika kuhakikisha kuwa chuma kinachozalishwa kinabaki ndani ya Irani ili kusaidia juhudi za ujenzi mpya wa miundombinu iliyoharibiwa na pia mahitaji ya kijeshi. Katika hali ya vita, chuma ni rasilimali muhimu kwa utengenezaji wa vifaa vya ulinzi kama magari ya kivita, silaha nzito na ujenzi wa ngome. Kwa upande wa muda mrefu, hatua hii inaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Irani wa kujilinda kiuchumi dhidi ya vikwazo na mashinikizo ya kimataifa. Kwa kupunguza utegemezi wa masoko ya nje, serikali inaweza kujaribu kuimarisha uchumi wa ndani, ingawa kwa gharama ya kupoteza mapato ya haraka kutoka nje. Hata hivyo, hatua hii pia ina athari hasi. Wataalamu wanaonya kuwa kusimamishwa kwa mauzo ya nje kutapunguza upatikanaji wa fedha za kigeni, hali ambayo inaweza kuathiri thamani ya sarafu ya Irani na kuongeza mfumuko wa bei. Tayari uchumi wa Irani umekabiliwa na changamoto kutokana na vikwazo vya muda mrefu vya kimataifa, na hatua hii inaweza kuongeza shinikizo zaidi katika soko la kimataifa. Marufuku hiyo inaweza kusababisha upungufu wa bidhaa za chuma katika baadhi ya maeneo, hasa katika nchi zinazoagiza chuma kutoka Irani, hasa Asia na Afrika. Hii inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya chuma kimataifa, jambo ambalo linaweza kuathiri sekta za ujenzi na viwanda katika nchi mbalimbali. Kwa upande wa usalama wa kanda, wachambuzi wanaona kuwa kulengwa kwa sekta ya chuma ni ishara kwamba vita vinaingia katika hatua ya kulenga uchumi moja kwa moja, si tu malengo ya kijeshi. Hii inaonyesha hatari ya vita kuwa na madhara makubwa zaidi kwa raia na uchumi wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Mpaka sasa mamlaka za Irani hazijatoa muda maalum wa kuondoa marufuku hiyo. Inaaminika kuwa uamuzi wa kurejesha usafirishaji wa chuma utategemea hali ya usalama, kiwango cha uharibifu wa viwanda pamoja na maendeleo ya mvutano wa kijeshi unaoendelea. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.